Joto katika Mashariki ya Kati linazidi kuongezeka kwa kiasi kikubwa sana, hasa Marekani akiwa na wasiwasi mkubwa licha ya kupeleka vikosi vya kutosha katika eneo la Mashariki ya Kati. Natumaini unaendelea vizuri kabisa, mtazamaji wa Zone Media, na nikukaribishe hapa katika Zone Media ili tujuzane basi yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, basi ni kuombe kwa unyenyekevu kabisa uweze kutusubscribe, lakini si mbaya ukalike, kucomment na kushare, hata mwingine akaweza kupata nafasi ya kuweza kupata habari kama ambavyo wewe unapata habari. Joto ni kubwa sana Mashariki ya Kati, ambapo hapa kuna taarifa ambazo kutoka nchini Marekani zinaeleza kwamba mamia ya wanajeshi wa Marekani wameondolewa kwenye baadhi ya kambi eneo la Mashariki ya Kati, ambapo kambi ya kwanza ni Al Udeid pale nchini Qatar, lakini kambi ya pili ni pale Bahrain, kambi ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani. Sasa taarifa inaeleza kwamba mamia ya wanajeshi wa Marekani wameondolewa katika kambi ya jeshi la anga la Al Udeid nchini Qatar. Gazeti la New York Times limeripoti siku ya Ijumaa likinukuu vyanzo vya Pentagon ambavyo havikutajwa majina. Taarifa hiyo pia ilieleza kuwa majeshi yamehamishwa kutoka Bahrain, ambako ndiko makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani, US Navy 5th Fleet. Hata hivyo, majeshi ya Marekani bado yanaendelea kuwepo katika kambi zilizopo Iraki, Syria, Saudi Arabia, Kuwait, Jordan na Umoja wa Falme za Kiarabu, yani UAE. Kuondolewa huko kunatafsiriwa kama hatua ya tahadhari kufuatia kuongezeka kwa mvutano kuhusu uwezekano wa Marekani kuishambulia Iran, huku Tehran ikitarajiwa kujibu kwa kushambulia majeshi ya Marekani yaliyopo katika eneo hilo. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, inayosimamia operesheni katika eneo linalojumuisha Irani na maeneo mengi ya jirani, haikutoa majibu mara moja baada ya kuombwa maoni kuhusu swala hilo. Katika barua aliyoiandika Alhamis kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, mkuu wa ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa alisema kuwa iwapo Iran itashambuliwa, basi kambi zote, miundombinu na rasilimali za nguvu hasimu katika eneo hilo zitachukuliwa kuwa malengo halali, na kwamba Marekani itabeba jukumu kamili na la moja kwa moja kwa matokeo yoyote yasiyotabirika na yasiyoweza kudhibitiwa. Kambi ya Al Udeid ndiyo kambi kubwa zaidi ya kijeshi ya Marekani katika Mashariki ya Kati, ikiwa na takribani wanajeshi 10,000. Taarifa hiyo ni mwisho ambavyo inaeleza hivyo. Sasa kiukweli si kwamba Marekani hajui ubora wa Irani katika vita, hasa katika mpango wake wa makombora ambayo yamekuwa ni nguvu thabiti ya ulinzi dhidi ya taifa la Irani. Anafahamu kabisa, na umbali kutoka pale nchini Irani hadi Qatar kwenye kambi ya Al Udeid si mbali sana, ni kilomita kadhaa tu, na makombora yanaweza kufika kwa muda mfupi sana. Hilo lilionekana kwenye vita vya siku 12 hapo mwaka jana Juni 2025. Sasa kwa hivi sasa mamia ya wanajeshi wa Marekani wameondolewa katika kambi hiyo, lakini vile vile taarifa hiyo imesema kuwa majeshi yamehamishwa kutoka pia Bahrain, ambako ndiko kuna makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani. Juzi hapa tuliona taarifa kwamba Bahrain ilieleza kwamba itajibu shambulizi lolote la Irani dhidi ya ardhi yake endapo itashambulia. Kumbuka Iran ilikuwa inasema kwamba itadili na kambi zote za kijeshi katika Mashariki ya Kati, na Marekani ana kambi ya kijeshi pale Bahrain, na Bahrain kupitia viongozi wao walisema kwamba hata kama watashambulia kambi ya kijeshi ya Marekani katika Bahrain, basi wao Bahrain watachukua jukumu la kuweza kujibu mashambulizi hayo moja kwa moja kwenda katika taifa la Iran. Sasa basi, Marekani kwa nini ameamua kufanya hivi? Katika jitihada ambazo zinaonekana za kijeshi katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa Marekani ni kwamba vita kati ya Marekani pamoja na Irani ipo mbioni kutokea wakati wowote, na ripoti zilieleza kwamba rais wa Marekani anafikiria kuchagua chaguo la kuishambulia Irani kwa kufanya shambulio dogo la kimkakati akilenga maeneo muhimu, ambapo inasemekana kwamba ni njia ya kuweza kuishinikiza Irani kukubali mazungumzo au kukubali kile ambacho kinakwenda kuzungumzwa katika mazungumzo ambayo yanatarajiwa kuweza kufikia mwafaka baada ya siku 10 au 15 kwa mujibu wa Rais Trump alivyokwisha kueleza hapo juzi. Na Marekani yenyewe inaona kabisa kwamba kuna wajibu wa kuweza kuwanusuru wanajeshi wake, kwa sababu kama vita vikianza
wao wanaweza wakapata mashambulio makubwa sana kutoka katika taifa la Iran, kwa sababu Irani itaelekeza moja kwa moja makombora yake katika kambi zote za kijeshi za Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Na Marekani amekuwa akifanya harakati zake kwa siri kidogo ili kuweza kujihami basi na mashambulizi ambayo Irani kama akiamua kuweza kujibu baada ya kuchokozwa, basi yanaweza kuwa na maafa makubwa katika upande wa Marekani. Sasa joto linaongezeka kwa kiasi kikubwa sana, lakini vile vile bado majeshi ya Marekani yanasalia katika kambi zilizopo Iraq, Syria, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa nini Marekani imeondoa majeshi yake pale Al Udeid nchini Qatar? Kwanza, ndio kambi kubwa ya kijeshi Mashariki ya Kati, lakini cha pili ndio kambi kubwa ambayo inabeba wanajeshi wengi pale Mashariki ya Kati, takriban wanajeshi 10,000, lakini pia ndio kambi kubwa ambayo inahifadhi ndege kubwa za kivita, silaha mbalimbali, lakini pia makamanda wakuu wa Marekani wa CENTCOM wako pale Al Udeid nchini Qatar, lakini pia ndio kambi ambayo inatumika kuweza kusambaza silaha za kimkakati katika kambi zingine katika Mashariki ya Kati. Yani nikizungumzia nchi kama Iraki kuna kambi ya Marekani, Syria, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Bahrain wenyewe. Lakini licha ya Bahrain kubeba wadhifa wa makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani, yani US Navy 5th Fleet, lakini bado imekuwa ikipokea msaada kutoka katika kambi Al Udeid nchini Qatar, ikiwa ndo kambi kubwa yenye wanajeshi wengi inayosupply mahitaji muhimu mbalimbali ya wanajeshi wa Marekani pale Mashariki ya Kati. Sasa Marekani inaona kabisa kwamba kitovu kikubwa cha msaada wake katika majeshi ya Marekani Mashariki ya Kati kipo pale Qatar katika kambi ya Al Udeid. Kwa hiyo inatumia jitihada au nguvu za kuweza kuinusuru kambi hiyo endapo vita vitakwenda kuanzishwa. Na utoaji huu wa wanajeshi ambao umefanyika katika harakati za usiri sana. Hata pia maafisa wa Marekani hawakuweza kutoa maoni kuhusu swala hilo. Walitafutwa kuweza kuzungumza, lakini bado kamandi hiyo ya jeshi la Marekani CENTCOM haikuweza kuzungumza moja kwa moja nini ambacho kinaendelea na nini ambacho kinafanywa dhidi ya jeshi la Marekani. Hofu imetanda kwa kiasi kikubwa sana kwa hivi sasa, huku wasiwasi ukiongezeka kwamba huenda Marekani ikachukua hatua za kijeshi wakati wote, huku meli aina ya USS Gerald R. Ford ikionekana moja kwa moja ikisonga mbele au ikikata maji yake kuelekea huko Mashariki ya Kati kwa hivi sasa, ikiwa inatarajiwa kuweza kufika hivi karibuni tu, ni siku chache zimebakia meli hiyo kuweza kuwasili moja kwa moja Mashariki ya Kati. Lakini Irani ikiwa imejipanga na imejizatiti vilivyo kwa pande zote kuweza kupambana na mashambulizi ya Marekani endapo yanatokea. Lakini vile vile Irani imejinasibu kuweza kujibu mashambulizi hayo wakati wote pindi ambapo mashambulizi yataweza kutokea katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Sasa unaweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo vita hivi kama vikienda kuanza vitakuwa na maafa makubwa sana, vitapiganwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu Irani atalenga zile meli ambazo zipo pale Mashariki ya Kati, na Khamenei ameeleza kwamba Marekani huenda ikapoteza nguvu kubwa sana na jeshi lake endapo itasababisha vita katika ukanda wa Mashariki ya Kati, kwani Khamenei ameeleza kwamba ana silaha za kuweza kudungua meli zao za kivita katika ukanda wa Mashariki ya Kati na eneo lote la Ghuba. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.